Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ambayo ametupa katika siku hii ya leo, na tutatafakari maneno ya Mungu kwa dakika kadhaa, na pale mwishoni tutakuwa na nafasi ya kuomba yale ambayo Mungu atatuongoza na kutujalia kuyaomba. Tutakuwa na mwendelezo wa somo ambalo tulisoma jana, na ni tafakari juu ya madhabahu na msalaba. Madhabahu na msalaba. Tunajaribu kuangalia kitu gani tunaweza tukajifunza kutoka katika msalaba wa Yesu Kristo, kutokana na yale ambayo yalikuwa yakifanyika katika madhabahu wakati wa Agano la Kale. Msalaba na madhabahu ni alama za kina katika maandiko. Zote zinaonyesha hitaji la mwanadamu kupatanishwa na Mungu. Madhabahu iliyo ya mzizi wa Agano la Kale ilikuwa ni mahali pa dhabihu, mahali pa ibada na mahali pa kukutana na Mungu. Msalaba ni wa muhimu katika Agano Jipya. Unatimiza na kuyapita madhabahu, ukiwa ni madhabahu ya mwisho ya Kristo. Kutafakari juu ya vipengele hivi, tutakualika kufikiria juu ya utakatifu wa Mungu, dhambi zetu, upendo wake na ukombozi. Bwana asifiwe. Katika msingi, neno la msingi ambalo tulizungumza katika Waebrania sura ya 1, anasema kwamba Mungu ambaye hapo mwanzo alizungumza na baba zetu kwa namna nyingi na kwa njia nyingi katika manabii, mwisho wa siku hizi amezungumza nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, yeye ambaye ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi juu mbinguni. Bwana asifiwe. Aliketi katika ukuu mbinguni, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi juu katika utukufu mbinguni. Kusema kwamba aliketi yeye kama kuhani. Habari ile ya kutoa sadaka na dhabihu mwaka kwa mwaka ni tofauti na ilivyokuwa katika ukuhani wa zamani. Yeye sadaka yake ameitoa mara moja tu. Aliutoa mwili wake mara moja kwa ajili yetu. Kwa hiyo kama nilivyosema katika utangulizi kwamba msalaba na madhabahu ni vitu vinavyotusaidia katika kufikiri juu la hitaji la mwanadamu kupata msamaha wa dhambi, juu ya kumwabudu Mungu, juu ya kuweka mahusiano na Mungu. Hapa tumeona kwamba kitendo cha Yesu kufa msalabani kinafanya hali ya utoaji wa sadaka katika msalaba kuwa ya kudumu. Tulizungumza pia juu ya neno madhabahu. Madhabahu ni neno ambalo kwa asili yake maana yake ni mahali pa kutolea dhabihu, mahali pa kuchinjia. Neno la msingi linaloleta neno madhabahu ni neno hilo hilo ambao kwenye Kiswahili limetupa neno dhabihu. Ni sadaka inayotolewa kwa kuchinja. Maandiko haya yanatusaidia tufahamu kwamba katika taratibu za wanadamu, taratibu ambazo Mungu aliwawekea wanadamu kuelekea kuwa na mahusiano naye katika agano lile la kwanza, zilikuwa ni kivuli cha yale mambo ambayo yatakuja kutimiza
kutimilika ambayo ni ya kudumu. Tusome katika waraka wa Waebrania sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Waraka kwa Waebrania sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema kwamba basi Torati kwa kuwa ni kivuli wala si sura yenyewe. Naomba nirudie. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile wanazotoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazikoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingelijiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani kwa damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa, hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo asemapo, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Mstari wa 10. Katika mapenzi hayo nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Bwana asifiwe. Narudia tena mstari wa 10. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Haya ni maelezo ambayo yanatuonyesha jinsi ambavyo sadaka zilizokuwa katika Agano la Kale hazikutosheleza kuweza kuwafanya watu wawe wakamilifu. Zilifunika dhambi, lakini palikuwa na kumbukumbu la dhambi daima. Ndio maana wale wanaoabudu kila mara iliwapasa kuja tena kwa ajili kutoa tena sadaka kwa ajili ya dhambi zao. Akazungumza kwamba hata Mungu zile sadaka hazikumpendeza, yani hazikumfikia mahali pa kuwa ameridhika kwamba hawa watu sasa mambo yao yametengenezwa. Lakini Yesu akasema kwamba wewe uliniwekea tayari mwili ili nije niyafanye mapenzi yako. Katika huu mwili wangu niweze kuyatekeleza au kuyafanya yale yaliyo mapenzi yako. Na akaendelea kwamba kwa sadaka yake Yesu Kristo ambayo alitoa mwili wake ule aliotoa mara moja tu, unatosheleza kuwa sadaka ya milele kwa ajili ya wale wote wanaomwabudu Mungu na wanaomjia katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kuna picha ambayo huwa naiona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwenye sura ya 5, pale ambapo alitafutwa mtu wa kufungua kitabu kilichokuwa kimefungwa au kimewekwa mihuri. Alafu Yohana akalia sana kwa sababu kule mbinguni hakupatikana ambaye aliweza kufungua kile kitabu wala kuzivunja mihuri zake. Alafu Yohana akaambiwa kwamba usilie kwa sababu
simba wa kabila la Yuda, yeye amestahili kukichukua hicho kitabu na kuzivunja mihuri zake. Alafu akasema, tazama nikaona katika kiti cha enzi mwana kondoo amesimama, aliyechinjwa. Mwana kondoo amesimama kana kwamba amechinjwa, au mwana kondoo aliyechinjwa amesimama. Bwana asifiwe. Ile inaonyesha kwamba hali Yesu alionayo katika ukuu wake kule mbinguni katika kiti cha enzi, anaonekana katika hali yake ya kujitoa kama dhabihu, kwamba ni mwana kondoo ambaye amechinjwa. Lakini sio ambaye amechinjwa ambaye ameanguka amekufa hapo. Amechinjwa amesimama, kuonyesha kwamba ile dhabihu ya damu yake iko endelevu, ni sadaka ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika picha hii tunaona kwamba msalaba ambao ni mti ambao Yesu alisulubiwa katika huo mti ni kama picha ya madhabahu ambayo zile sadaka za zamani zilitolewa juu ya ile madhabahu. Mahali fulani katika Mathayo sura ya 23, Yesu alikuwa akiwakosoa waandishi wanafiki juu ya jinsi ambavyo maandiko hawaendi nayo sawa. Wakasema kwamba ninyi mnasema kuapa kwa madhabahu ni sawa ukilinganisha na kuapa kwa sadaka iliyo juu ya madhabahu. Wakichukulia kwamba kimoja ni kizito, unaweza kaapa kwa madhabahu usitimize kile kiapo chako, hatia yako ni ndogo kuliko kuapa kwa sadaka iliyo juu ya madhabahu, au kinyume chake. Alafu Yesu akawaambia, je, hamjui ya kwamba yeye aapaye kwa madhabahu anaapa kwa madhabahu na kile kilicho juu ya ile madhabahu? Ina maana kwamba madhabahu peke yake kama madhabahu ina nafasi yake, lakini na sadaka iliyo juu ya ile madhabahu inayotolewa pale ina nafasi yake. Bwana asifiwe. Kwamba tunapotafakari habari ya madhabahu ya Agano la Kale, tutafakari pia juu ya sadaka iliyotolewa katika ile madhabahu. Ilikuwa ni sadaka ya wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, ambazo hapa katika Waebrania sura ya 10 anasema hizo Mungu hazikumpendeza. Zilifunika, lakini zilibakisha kumbukumbu la dhambi. Lakini pia tunapoangalia juu ya sadaka ambayo Yesu aliyotoa ya mwili wake, sadaka hiyo tunaangalia alipoitoa ile sadaka pale alipotolea kama ni kiwakilishi cha madhabahu, yani msalaba. Bwana asifiwe. Hatuangalii msalaba kama mti au kama alama tu, bali tunaangalia msalaba na ile sadaka iliyotolewa katika ule msalaba. Tunatafakari msalaba na tunatafakari kifo cha Yesu kwa kujitoa mwenyewe katika ule msalaba. Aina ya sadaka ambayo ameitoa ndiyo sadaka ambayo inampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa ajili hiyo ni sadaka ambayo imetolewa mara moja na siku zote inatosheleza uhitaji wa wanadamu kupatanishwa na Mungu. Paulo akawaandikia Wakorinto akawaambia kwamba neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi
tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Msalaba au neno la msalaba au habari ya sadaka ya Yesu pale msalabani, habari ya Yesu kumwaga damu yake pale msalabani, ndiyo nguvu inayotuendesha sisi katika wokovu. Nitapitia kidogo juu ya kulinganisha msalaba wa Yesu Kristo na madhabahu ya Agano la Kale. Madhabahu ya Agano la Kale na msalaba wa Yesu Kristo vina kusudi moja la upatanisho na ibada, lakini zinatofautiana katika wigo, katika hali yake ya kudumu na ufanisi. Wigo ambao hizo sadaka mbili au hiyo madhabahu na msalaba, na ufanisi, matokeo yanayotokana na zile sadaka, na kudumu, kwamba hiyo sadaka inadumu kiasi gani, ndio tofauti kubwa ambayo tunaiona katika hizi sadaka mbili. Bwana asifiwe. Kusudi katika madhabahu ya Agano la Kale ilikuwa ni mahali pa kimwili, madhabahu, sehemu ya kuchinjia au sehemu ya kutolea sadaka. Vilikuwa na mahali pa kumwili pa kutoa sadaka ya upatanisho, shukrani na kurejesha agano na Mungu, kama ilivyoandikwa katika Mambo ya Walawi kuanzia sura ya 1 mpaka ya 7. Katika madhabahu wanaenda kwa ajili ya upatanisho, kwa ajili ya shukrani na kwa ajili ya kusimika, kurejesha agano la Mungu. Lakini msalaba ni mahali pa mwisho pa dhabihu, ambapo Yesu alifanya upatanisho wa dhambi zote mara moja tu, kama tulivyosoma katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 10. Aina ya dhabihu zilizotolewa katika madhabahu: sadaka za wanyama kama kondoo na ng'ombe zitolewa mara kwa mara, kwani dhambi ilihitaji upatanisho wa mara kwa mara. Lakini katika msalaba, Yesu mwana kondoo wa Mungu asiye na dhambi alijitoa mwenyewe mara moja, kamili na wa kutosha. Kama tulivyosoma katika jana, tulitafakari Yohana sura ya 1 mstari wa 29, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Naomba tusome Waebrania sura ya 7 mstari wa 27. Waebrania sura ya 7 mstari ule wa 27. Anasema ambaye hana haja ya kila siku mfano wa makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Na nianzie mstari wa 26. Maana imetupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja ya kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Bwana asifiwe. Kwamba Yesu alipojitoa nafsi yake ni kitu cha mara moja. Kwa hiyo ni aina ya dhabihu
Mahali ambapo dhabihu ilitolewa kwenye Agano la Kale kulikuwa na maeneo mahususi kama hema au hekalu yalipowekwa wakfu kwa ajili ya kutoa dhabihu. Lakini dhabihu ya Yesu Kristo ilitolewa Golgotha, nje ya mji, ikiashiria upatikanaji wa wokovu kwa wote. Tunasema tofauti iko katika wigo. Kwa ile dhabihu kutolewa nje ya mji, ilikuwa inafungua milango kwa ajili ya upatikanaji wa wokovu hata kwa wale ambao wako nje, kwa ajili ya ulimwengu mzima, katika wote. Kuna rafiki yangu tunafanya naye kazi, siku moja akanitafakarisha, akaniambia alisoma mahali mtu ameota ndoto, na alipoota ndoto akamuona Yesu amebeba msalabani, amebeba mzigo mkubwa, anaelekea kwenye msalaba. Ulikuwa ni mzigo mkubwa sana, na imeandikwa kwamba ni mzigo wa dhambi. Alafu akasema kwamba naona Yesu amebeba dhambi za ulimwengu wote. Alafu kwenye ile ndoto kukaa na malaika akamwambia, zile sio dhambi za ulimwengu wote, zile ni dhambi zako wewe tu. Hii inatuonyesha kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya wote, lakini pia alikufa kwa ajili yangu. Kwa kutolewa, akatolewa sadaka nje ya mji, ilikuwa inaweka kufungua mipaka kwamba hata sisi ambao tuko mbali, ambao si wa uzao wa Kiyahudi, tunaweza tukafikiwa na matokeo au wigo wa ile sadaka. Upatikanaji katika Agano la Kale kwenye madhabahu, sadaka ile ilitolewa na makuhani kwa kufuata taratibu zao za kiibada, na ilikuwa kwa Waisraeli pekee. Watu wasio Waisraeli hawasingeweza kupata faida ya zile dhabihu zilizotolewa. Lakini sadaka ya Yesu Kristo aliyotoa msalabani ni kwa ulimwengu wote. Kifo cha Yesu kinapasua pazia na kufungua upatikanaji kwa mataifa yote. Pazia la hekalu lilipasuka wakati Yesu alipokufa pale msalabani, na Biblia inasema kwamba lilipasuka kutoka juu mpaka chini, kuonyesha kwamba sasa imefunguliwa. Lile pazia lilikuwa linatenganisha Mungu na wanadamu, limeweza kufunguliwa. Kwa hiyo sadaka yake tofauti na sadaka ya zamani ili wahusu Israeli tu, lakini msalaba wa Yesu Kristo unahusu mataifa yote. Muda, sadaka ya kwenye madhabahu ya wanyama ilikuwa ni sadaka ambayo ilihitajiwa kutolewa mara kwa mara, kwa sababu haikuwa na nguvu wa kuendelea kudumu. Lakini sadaka ya Yesu Kristo ni sadaka ya milele. Ishara, madhabahu ni kivuli cha upatanisho, kikionyesha utakatifu wa Mungu na dhambi za wanadamu. Msalaba wa Yesu ni ukweli wa upatanisho, ukiwa na upendo wa Mungu, haki na ushindi dhidi ya dhambi. Tamalizia tukisoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na 15. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 na ule mstari wa 15. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14
Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki na hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaziondoa zisiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana asifiwe. Hii ni tafakari anayoonyesha ushindi wa Yesu katika msalaba, na kwamba hata awapo pale msalabani aliweza kushangilia kwamba zilikuwapo hati za kutushitaki sisi ambazo zilikuwa zinadai sisi tuweze kuhukumiwa. Alizifuta na kuziharibu, akizigongomea pale msalabani. Tunasema tunatafakari habari ya msalaba na madhabahu, picha ya zamani na uhalisia ambao umekuja katika Kristo Yesu. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Wenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usifanye tashwishwi. Tazama, tazama, tazama uishi msalabani. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Basi tusimame tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kupeleka haja zetu. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kule mbinguni kuna malaika wanaohudumu mbele ya kiti cha enzi, wanapeleka harufu nzuri ya manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Kwa hiyo kuomba kwetu pia kuna namna ambayo pamoja na kwamba sisi tunafaidi, lakini kuna namna ambayo inakuwa ni ibada mbele za Mungu, kwa sababu hakuna mengine ambapo tunaweza kwenda. Tuombe kwa ajili ya siku yetu ya leo. Tuendelee kuomba kwa ajili ya kusudi la Mungu katika wiki hii ya Pasaka kwa watu wake. Kuna mipango mingi imefanyika, ibada nyingi, makongamano, semina, ushuhudiaji. Tuombe kwamba Mungu akapate kuonekana. Pia tuombe kwa ajili ya mahitaji yetu binafsi kwa siku hii ya leo. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, jina lile linalozidi majina yote, tunakuja mbele zako Mungu mfalme wa mbinguni, tukitafakari maneno yako na msalaba wa Yesu Kristo. Neno lako katika Warumi linasema ya kwamba wewe ambaye hukumzuilia mwana wako mpendwa, bali ulimtoa akafa pale msalabani kwa ajili yetu, hutaacha Mungu mfalme wa mbinguni kutukirimia mambo yote pamoja naye huyo mpendwa. Basi Mungu mfalme wa mbinguni, tunakuja mbele zako Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunahitaji nguvu zako Bwana, tunahitaji uwepo wako Mungu, tunahitaji Bwana wa mbinguni baraka zako, tunahitaji mkono wako uwe pamoja nasi, tunahitaji ulinzi wako mfalme wa wafalme. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yako mambo mengi Mungu mfalme wa mbinguni ambayo Bwana tunahisi na tunajua na tuna uhakika kwamba hatuyawezi. Sawa sawa na neno lako lilisema ya kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Basi Mungu mfalme wa mbinguni, tunaomba Bwana ukatujalie tukapate kukaa ndani yako Bwana, na katika kukaa huko Bwana tukapate uzima wako, tukatembee katika nguvu zako, tukaone matendo yako makuu na mamlaka yako Bwana, ukitusaidia Bwana wa mbinguni na kutuwezesha, ukituongoza na kutushika katika mikono yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Mungu wa mbinguni, tunaomba Bwana kwa ajili ya siku yetu ya leo ya masomo, siku yetu ya leo ya kazi, siku yetu ya leo ya katika familia, siku yetu ya leo Bwana wa mbinguni katika biashara, siku yetu ya leo Bwana wa mbinguni katika huduma. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wa mbinguni, tunaomba mkono wako uwe pamoja nasi. Bwana, ndiwe peke yako kimbilio letu, ndiwe Mungu wetu mfalme, ndiwe mfalme wetu Baba. Tunakuja kwako katika jina la Yesu Kristo, tunajimimina kwako mfalme. Tunaomba Bwana wa mbinguni ukapate kutusaidia, ukapate kutushika kwa mikono yako na kutufanikisha. Tazama Bwana, iko mipango ambayo watumishi wako wamepanga kwa ajili ya siku hizi za Pasaka katika juma hili takatifu. Baba, tunakusihi katika jina la Yesu kwamba Bwana wa mbinguni kapate kuwa ni kipindi cha watu kukutana na uwepo wako. Mungu mfalme wa mbinguni, ufunuo wako kuwa dhahiri katika mioyo yao na katika maisha yao. Mungu mfalme wa mbinguni, ukatusaidie tukapate kukujua wewe zaidi na zaidi, na tukapate kuyashika yale ambayo Bwana wa mbinguni umetupa Mungu. Tukapate kusimama na ile imani ambayo umetupa Bwana, tukapate kuendelea mbele na kusonga mbele katika ufalme wako Bwana, na kusongesha mbele Mungu mtakatifu yale ambayo Mungu umetupa katika kuutangaza ufalme wako katika ulimwengu wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina uzini majina yote mfalme wa mbinguni. Tunaomba Bwana hata kwa ajili ya matoleo ambayo watoto wako Bwana wa mbinguni wanakutolea katika siku hii ya leo Bwana, sadaka zao za shukrani. Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, ukapate kuzipokea Bwana, na Mungu ukapate kuzitumia kwa utukufu wa jina lako. Mbariki kila mmoja Bwana wa mbinguni ambaye Mungu amekanyaga katika nyumba yako Mungu, na amefuatilia Bwana hata katika mtandao Bwana kwa habari ya ibada hii, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Lihimidiwe na kutukuzwa jina lako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina uzidi majina yote, tunaomba na kushukuru. Amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Tushirikiane neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba
na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen.